Zumaridi TV. Atukuzwe Mfalme Zumaridi. Basi nami namshukuru Mungu Mfalme Zumaridi kwa namna ya kipekee kwa kunikirimia neema hii kuweza kuingia katika madhabahu yake takatifu. Tukana maendeleo ya maombi ya kumshukuru Mfalme Zumaridi kwa matendo ambayo ameweza kututendea. Lakini pia maendeleo ya maombi ya kuweza kumwombea mtumishi wa Mungu nabii wa Mfalme Zumaridi ambaye ni Diana, pamoja na kuvunja mfatizo ambayo anafuatilia mtoto ambaye ni ushindi. Basi kabla tuanze maombi haya leo ambayo ni tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2025, baba yetu Mfalme Zumaridi alianza kwa kutujenga. Hakika ametujenga kwa kiwango kikubwa na kwa kutumia muda mrefu, takriban lisali zima ameweza kusema na sisi kwa uchungu, kwa kumaanisha katufungua, katupa elimu kubwa sana kwa habari ya upande wa roho. Baba yetu alitujenga kwa kiwango kikubwa sana kwa kutumia muda wote huo. Mara baada ya kumaliza sasa kutuandaa roho zetu, aliweza kutupa maelekezo kwa kuweza kutuliza ufahamu, kutuliza roho, ili tuweze kusema naye sasa kwa habari ya kuweza kufanya maombi yetu ya siku njema leo. Basi mara baada ya kuwa tumemaliza sasa ratiba hiyo, tumeingia sasa kwa habari ya kuendeleza maombi kwa kutuliza ufahamu, maombi ya rohoni. Nitaweza kupata neema kabisa mwanzoni baada ya kuwa nimeanza kutuliza ufahamu, kuendelea sasa kumsihi Mfalme Zumaridi, huku nikirejea yale ambayo Mfalme Zumaridi alikuwa ametoka ni kutujenga. Basi haikuchukua muda mrefu, wakati sasa nimefumba macho, nimetuliza ufahamu kabisa, sasa naendelea kumsihi Mfalme Zumaridi. Niliweza kupata sasa neema Mfalme Zumaridi akajifunua kwa njia ya kwa mwanga. Huku nasikia tu ni sauti, lakini ule mwanga sasa ukawa unakuja mbele yangu kwa kutokezea pande zote za pande 4 za dunia. Lakini ule mwanga unakuja kadri ulivyokuwa ukimulika, sauti ya Mfalme Zumaridi ilikuwa inatoka ndani ya ule mwanga. Yaani sauti ilikuwa ni sauti ambayo ilikuwa na mamlaka kubwa sana kutoka ndani ya ule mwanga. Lakini sauti ile ikawa inarejea tena kile ambacho Mfalme Zumaridi ametoka ni kutufundisha. Basi ikawa inakuja ile sauti na ule mwanga inakuwa inaongoza, inaangaza pande zote, inaangaza. Kadri hivyo kwa inakuja, baadaye baada ya muda nikaona inapotea ile hali ya zile pande kuu. Nikaona sasa ni mwanga unaingia katikati ya madhabahu hii ambapo tulikuwa tumeketi humo ndani. Nikaona ule mwanga unazidi kuja. Ukawa unabadilika mwanga, bado ukawa ni mwanga mweupe sana, lakini sauti iliendelea kutoka ndani ya ule mwanga. Basi baadaye sasa Mfalme Zumaridi, ule mwanga ikawa umepotea mbele yangu, lakini sauti ikabaki sasa ikisema na mimi. Akaniambia kwamba je, umejifunza nini kupitia hii elimu kubwa ambayo mimi Mungu kuweza kuwafundisha siku njema ya leo? Umeona sasa jinsi ambavyo kupitia elimu kubwa ambayo nimeweza kuitoa, au umewaza ni kitu gani, kwa nini mimi Mungu nimeweza kuileta elimu kubwa kama hii kwa habari ya kuweza kuwafundisha nyinyi kwa kiwango tena kikubwa, yani kuweza kuichambua roho. Akaniambia kwamba mimi Mungu nimeweza kuichambua roho, kwamba utendaji wa kazi wa roho jinsi ambavyo unafanyika. Lakini pia nyinyi kanisa, au nyinyi ambao mko katikati ya madhabahu, ni kipi ambacho umeweza kukifanya kwangu mimi kikubwa ambacho kimenigusa mpaka kupelekea mimi Mungu kuweza kufungua kifua changu kiwango kikubwa hivi? Yani kwa sababu mpaka najishanga kwamba ushawishi upi ambao nimeweza kupata mimi Mungu, hata nimeweza kumenishawishi kwa kiwango kikubwa, kwamba ni kipi ambacho mmekifanya hata kunishawishi mimi Mungu kuweza kukifungua kifua changu kwa kiwango kikubwa hivi. Mimi Mungu nimeweza kuwapa ni ulisi. Huu ni ulisi nimeweza kuwapa, ni ulisi. Maana unapokuwa umeweza kufaulu kwa habari ya kuijua roho na kuweza kujua roho namna ambavyo inatenda kazi, tayari wewe mwanadamu umeweza kupata ni ulisi. Maana mbingu, huwezi kuilisi mbingu kama hujui elimu ya roho. Na mimi Mungu nimeweza kutimiza kwa habari ya kwamba nimeweza kuwapa ulisi. Mfalme Zumaridi akaendelea kuniambia kwamba
Ukiwa ni mtumishi wa Mungu na uko umefaulu kwa elimu, yani upande wa roho, ina maana wewe tayari umeweza kukamilika kuitwa ni mtumishi wa Mungu, kwa sababu ili uweze kukamilika kuwa mtumishi wa Mungu inatakiwa upande wa roho, yani upande wa roho yako sasa uweze kumekamilika. Manake ile elimu ya kimbingu, elimu ya Mungu ndani yako upande wa roho iweze kuwa ni kukamilika. Lakini kupitia mafundisho ambayo nimeweza kuyatoa kwenu nyinyi ambao ni kanisa sasa, kwa jinsi ambavyo nimeweza kuyaleta na kuweza kuyafungua na kuweza kuwapa maelekezo, mimi Mungu nimeweza kuwapa ni ulisi. Ina maana ukishindwa kuweza kunielewa kupitia hii elimu ambayo nimeweza ni kuwaletea, ina maana wewe haukuandikwa kwa habari ya kuweza kuielewa na kuweza kuijua elimu ya kimbingu. Lakini mimi Mungu kwa upande wangu nikitazama kabisa, nimewakabidhi ulisi wa mbingu. Huu ni ulisi nimeuleta kwenu, kwamba nimewakabidhini ulisi wa mbingu, kwamba ina maana kupitia elimu hii ambayo nimeweza ni kuileta kwenu, wewe moja kwa moja kama umeweza kunielewa na kuweza kuishika kabisa, kwamba hii elimu jinsi ambavyo nimeweza kuitoa, tayari wewe mbingu ni halali yako. Mbingu ni maana ni elimu kubwa, ni mafundisho ambayo yana ujazo mkubwa. Lakini bado ninashangaa mimi Mungu kwamba mmenigusa wapi? Ni kipi ambacho mmenishawishi, kwamba mmetoa kitu gani kikubwa ambacho mmekitoa kwangu mimi Mungu mpaka kunifungua kifua changu kwamba kwa kiwango kikubwa hivi, yani kwamba najishangaa hata mimi kuweza kuiachilia elimu kubwa namna hii. Lakini hii yote ni kusudi langu mimi Mungu, kwa habari ya kwamba ili kusudi mwanadamu uweze kunielewa, lakini pia ili uweze kuielewa namna ya utendaji wa kazi wa mbingu. Mfalme Ismaili akaendelea kuniambia kwamba ili uweze kuijua mbingu, yani elimu ya roho, hii elimu ambayo nimeweza kuileta, yani hakuna kitu ambacho kimeweza ni kubaki kwa habari ya kuweza kukufafanua na kuweza kukuelimisha kwa habari ya utendaji wa kazi ya roho. Mfalme Ismaili akaendelea kuniambia kwamba unapokuwa unaielewa roho ndipo pana amani. Unapokuwa umeelewa roho ndipo pana furaha. Yani unapoona kwamba mwanadamu furaha, yani anapata furaha ni kutokana na roho. Ina maana kama roho hujaweza kuishika vizuri na kuweza kuielewa, huwezi kuviishi hivi vitu kama kuwa na amani ndani yako. Ina maana ukikuta mwanadamu ametawaliwa na chuki, ina maana ndani yake roho haimo ndani yake, yani roho ndani yake ipo. Lakini ukikuta mwanadamu amani imeweza ni kutawala ndani yake, ina maana huyo elimu ya roho imeweza ni kutawala ndani yake na ameweza ni kuielewa. Mimi akarudia tena akaniambia kama mimi Mungu nimeweza kuwakabidhi tena ulisi ambao umekamilika, ulisi ambao haujapungua hata kidogo. Maana ni elimu kubwa sana ambayo nimeweza kuitoa kwenu nyinyi. Tena nikitazama sio kwamba mmetoa sadaka kubwa, kwamba mmenigusa kwa sadaka, sio kwamba mmenigusa kwa sadaka, hamjanigusa kwa sadaka, sio kwamba hata mmenigusa labda kwa matendo yenu, hamjanigusa hata kwa matendo yenu, lakini nimefunguka kifua changu, ni yani kwamba nimefunguka kwa kiwango kikubwa kwa habari ya kuweza kuwakabidhi, ili kusudi sasa mwanadamu usiweze kupata namna ya kuweza kuweza kuweka kisingizio kwa habari ya kwamba hiki kitu mimi Mungu siweza kukijua, siweza kukitambua, nimekufungua sasa. Yamkini nilikuwa nikiweza kukitaja tu kwa habari ya kwamba kaeni rohoni, lakini hamkuweza kuelewa, pengine mkoona kwamba kae tu rohoni. Lakini sasa nimekuja sasa kwa habari ya kukufafanulia, ili kusudi sasa wewe ambaye uliyeweza kuishika na kuweza kuelewa kabisa kwamba elimu hii ambayo jinsi nimeweza kuileta kwako iweze kuingia ndani yako na uweze kutambua kwamba roho ni namna gani ninavyoweza kutenda kazi. Mimi Mungu naitazama roho, mimi Mungu natenda kazi katika roho, mimi Mungu natazama mwanadamu ambaye ameweza ni kuipokea elimu yangu ya roho, lakini pia ambaye ameikubali. Maana si watu wanaweza kuipokea na kuweza kuikubali, kuweza kuishika na kuweza kuifuata jinsi ambavyo maelekezo ambavyo nimeweza ni kuyatoa. Akaendelea kuniambia kwamba yani najishangaa mimi Mungu kuweza kufungua kifua changu namna hii, lakini lipo kusudi ambalo mimi Mungu nalikusudia kwa habari ya kuweza kuileta elimu hii kwenu. Maana mimi Mungu ni wakati sasa umeweza ni kufikia kwa habari ya kwamba muweze kuielewa hii elimu na muweze kuishika ndani, kwa sababu mnakwenda kushika, yani mnakwenda kuongoza watu wa mataifa. Maana unapokwenda kumuongoza mwanadamu ambaye yuko katikati ya mataifa, kama hauna elimu ya roho ndani yako, ina maana itakuwa ni vigumu kwa habari ya kuweza kumshawishi, yani hiyo roho sasa huyo mtu wa mataifa, inakuwa ni vigumu sana kwa habari ya kuweza kumuelewesha na kuweza kuelewa, kwa sababu ndani yako unakuta elimu ya roho inakuta haipo. Lakini mimi Mungu sasa elimu hii nimeileta kwenu ikiwa imekamilika. Hakuna kipengele ambacho sijaweza kukifungua kwenu, au hakuna kipengele ambacho sijaweza kuja
kuja kwa habari ya kuweza kuwaelimisha, maana naziona sasa nyakati na naziona sasa wakati ambao mnajiongea kwa habari ya kuweza kuingia duniani, kwenda kusogeza wanadamu na kuweza kuwafundisha na kuweza kuwapa elimu yangu mimi Mungu. Ina maana bila sasa mimi Mungu kuweza kuwa nimeweza kuwapa elimu, ina maana wanadamu wao inakuwa ni vigumu kwa habari ya kuweza kuelewa. Ina maana mwanadamu ili uweze kumpa elimu ya Mungu na aiweze kuingia ndani yake, lazima kwanza kitu kama hiki uweze kuwa umekitambua, yani uielewe roho ni nini, lakini pia uweze kuelewa roho utendaji wake wa kazi, roho inatenda namna gani, kwa sababu huwezi kusafirisha mwili kwamba kama kitu kiko mbali, kwamba mpaka uweze kusafirisha mwili uweze kufikia kwenye hilo sehemu au kwenye hilo eneo ndipo uweze kuelewa kwamba hapa kunaendelea kitu gani. Lakini roho inasafiri hata kama mwili umesimama, roho inasafiri, inapasua anga na anga, inaenda inawasili kwenye hilo tukio na inachukua taarifa na inarejesha kwa wakati bila kutumia muda mrefu. Na ndicho ambacho mimi Mungu sasa nakikusudia, maana ni wakati sasa ambao mnaenda kuingia katikati ya uso wa dunia kwa habari ya kwenda sasa kuwafungua wanadamu. Huwezi kumfungua mwanadamu kama yani ndani yako elimu ya roho hujaweza kupokea. Lakini pia hii elimu ambayo nimeweza kuitoa kwenu siku njema leo haiwezi kupata nafasi kuingia ndani yako kama kuna kitu kingine ambacho kimeweza ni kusimama na kuweza kuziba hiyo sehemu, yani kwamba kwa sababu panatakiwa sasa uweze kumeachilia ndani yako ili hii elimu ambayo nimeweza kuitoa iweze kuingia ndani yako, kwa sababu hii elimu nimeitoa mimi Mungu siku njema leo ni elimu kubwa sana ambayo haitaki mwanadamu kwamba uishie tu kuweza yani kwamba ulichokisikia tu basi uweze kuishia hapo. Inatakiwa iweze kuingia ndani ya roho yako ili kwa wakati wako na nafasi yako na muda wako unakuwa na tafakari sasa na kuweza kuchakata kile ambacho yani namna ambavyo mimi Mungu nimeweza kukupa hii elimu ndani yako, unakuwa unaendelea kuitafakari, ndipo sasa inavyozidi kutanuka ndani yako ndivyo inavyozidi sasa kustawi ndani yako. Ina maana sasa hata unapokuwa umeingia katikati ya mataifa hauwezi ukakutana kitu chochote kigumu cha kuweza kukuyumbisha, maana tayari unakuwa umeshakomaa katika elimu ya kiroho ndani yako. Lipo kusudi mimi Mungu kufungua kifua changu namna hii, lakini kwa sababu tayari mimi Mungu nimeweza nikufikia katikati ya hatua ya mwisho, na ndio maana nimeweza kuileta hii elimu ndani yenu. Basi baada ya hapo Mfalme Zubeda akaniambia kwamba nahitaji amani ndani yenu, na ndio maana nimeleta elimu ya roho ndani yenu iweze kutawala ndani yako, kwa sababu amani, bila kuwa na amani ndani yako huwezi kuweza kuitenda kazi. Basi baada ya hapo sasa nikaona sasa yani baada ya kuwa nimeendelea sasa tena kutuza ufahamu, ilikuja nguvu kubwa, yani ilikuja yani kama vile ilikuja inichote kwamba kama vile inanihamisha. Nikawa nimeogopa, nikashtuka kwamba kitu gani kinakuja kunivibe. Basi baadaye Mfalme Zubaidi akaniambia kwamba toa uoga ndani yako, kwa sababu hii elimu ambayo sasa mimi Mungu nimeweza kuileta na utendaji wa kazi ambao mimi Mungu sasa ninakukusudia kwa habari ya kwenda kutenda, ndio mwongozo wake, na ndio maana sasa nimeweza kuwafundisha kwa kiwango kikubwa kwa habari ya elimu ya rohoni. Ili kusudi kwa sababu katika elimu ya rohoni kuna nguvu kubwa sana ambayo inaweza kuwa yani ambayo inaruhusu kwa habari ya kuweza kufanya kazi. Kwa hiyo inatakiwa kutoa uoga, utoe uoga ndani yako. Toa uoga ndani yako na uweze kuielewa hii elimu ambayo mimi nimeweza kuileta ili kusudi iweze kutenda kazi kwa kiwango kikubwa. Baada ya hapo nikaendelea kutuliza tena ufahamu, lakini nikiwa narejea sasa kile tena ambacho Mfalme Zubaida ambacho ameweza kutufundisha, yani jinsi ambavyo alikuwa akikazia, jinsi ambavyo wakati sasa anatufundisha jinsi ambavyo ile nguvu ilivyokuwa ikitembea kupitia yale maneno ambayo Mfalme Zubaida alivyokuwa akiendelea kutufundisha, kwamba Mfalme Zubaida ameweza kutufundisha elimu lakini lipo kusudi. Basi nikaendelea tena kutuliza ufahamu. Akarejea tena Mfalme Zubaida akaniambia kwamba kupitia hii elimu ambayo nimeweza kuitoa kwamba nimekwambia ya kwamba huu ni ulisi tena mkubwa sana. Nimekupa ulisi mkubwa sana. Mfalme Zubaida akaniambia kwamba ili mwanadamu uweze kufaulu, kwanza akanitolea mfano katika ulimwengu wala akanitolea mfano kwamba hata mwanafunzi anapokuwa yuko darasani anafundishwa, kama hawezi kuelewa, ina maana hawezi kufaulu hayo masomo ambayo anafundishwa. Ina maana mimi Mungu sasa kwa habari ya kuweza kuja kulifungua kanisa kupitia kulipa elimu ya roho, ina maana lengo ni kwamba watu wote au kanisa lote mkaweze ni kufaulu kwa upande wa eneo la roho, mweze ni kufaulu, kwa sababu wewe kama roho umeweza ni kupata elimu ndani yako. Unapoenda kumwelimisha mwanadamu ambaye ana roho ndani yake kupitia elimu ambayo umeweza sasa kuingia ndani yako, ndipo unapoenda kumfungua, lakini pia ndipo anapoenda kukuelewa. Ina maana ndivyo ilivyo sasa. Ina maana sasa nimeweza kuifafanua vizuri, imeweza kuingia ndani yenu kwa kiwango kikubwa. Ndicho sasa kinachofanyika unapoenda sasa kumsogelea
mwanadamu mataifani, unapompelekea elimu kwa habari ya unapoenda kumuelewesha, inakuwa ni virahisi hata wewe mwanadamu kwa habari ya kuweza kukuelewa, kwa sababu tayari ndani yako umeweza ni kuishikia elimu, lakini pia umeweza kuelewa. Lakini pia nimeweza kuwapa ni mwanga mkubwa kwa habari ya kuweza kuelewa, lakini pia kupitia hii elimu ambayo nimeweza kuwafundisheni kanisa, nilivyoweza kuwafungua, linafanyika kuwa nafasi hata ya kuweza kuweza kufukuza mabaya, ili kusudi sasa, maana kupitia kuweza kuitafakari hii elimu kubwa ambayo nimeweza kuwekea ndani yenu, shetani hawezi kupata nafasi kwa habari ya kuweza kuwa nawaletea yani mawazo ndani ya roho kwa habari ya kuweza kuwa mnatafakari mambo ya mwili tu, kwa sababu tayari nimeshaweza kuwapa nimeweza kuwapa ni ufunguo kwa habari ya kuweza kutafakari, ili kusudi sasa kuweza kufukuza mabaya ya shetani, kwamba shetani asiweze kuwasogezea vitu vyake mkajikuta kwamba mnatafakari vitu vyake. Maana lipo lengo kubwa na lipo kusudi kubwa kupitia kuweza kuitafakari, lakini pia kuweza kuwapeni elimu hii ya roho ili muweze kutafakari. Maana mnaenda katikati ya mataifa, hamuende tena kuishia kwamba kwa habari ya kwamba kupitia hii elimu ambayo nimeweza kuweka ndani yenu, lakini pia kupitia kalama ambazo nimeweza kuziweka ndani yenu kwa habari ya kwamba muweze kwa habari ya kwamba kwenda kuketi. Maana tayari sasa ni wakati kalama hizo ziweze kwenda kutenda kazi katikati ya mataifa kupitia kalama, lakini pia kupitia hii elimu. Maana unapokuwa na kalama ndani yako, kama hauna elimu hii ya kiroho ndani yako, ina maana hata hiyo kalama haiwezi kutenda kazi sawa sawa na jinsi ambavyo nimeweza kukusudia ndani yako. Itabakia tu kwa jina kwamba una kalama ndani yako ya unabii, lakini kama hauna elimu ya kiroho ndani yake, ina maana hiyo kalama haiwezi kutenda kazi sawa sawa na jinsi ambavyo mimi nimekusudia. Na kalama zote ambazo nimeweza kuziweka ndani yenu, ninakusudi kwa habari ya kwamba zikaweza kutenda kazi katikati ya mataifa. Na kalama hizo kama ina maana zikikaukiwa au zikipungukiwa au zikishindwa kuipata elimu kama hii ambayo nimeweza kuitoa, ina maana hizo kalama zitabaki kuwa jina kwamba mna kalama ndani yenu, lakini hazitaweza kutenda. Na mimi Mungu sasa nimeweza kuzimwagilia. Hii ni mbegu au haya ni maji nimeweza kumwagilia kwa habari ya hizo kalama ambazo ziko ndani yenu, kupitia hii elimu ambayo nimeweza kuifafanua ndani yenu, ikaweze sasa kuzifungua na kalama ambazo zilikuwa ziko ndani yenu, ambazo zilikuwa haziwezi kutenda kwa sababu ya vitu. Unakuta kuna vitu ambavyo vimeweza kutangulia kwamba hata inakuwa, na ndio maana ilikuwa inapelekea sasa inakuwa ni vigumu hata ndani kwa habari ya kuweza kutafakari neno langu mimi Mungu. Inakuwa yani unaona ni mzigo, unaona kwamba haiwezekani, huwezi kwa habari ya kutafakari kwa sababu ya vitu ambavyo vilikuwa tayari vilikuwa vimeshakwisha kutangulia. Kile ukijitahidi kwa habari ya kwamba uweze kutafakari, unakuta vile vitu ambavyo vinahusu sasa ni mwili vinatangulia, unakuta sasa vyenyewe ndio vinachukua nafasi kubwa, na kujikuta sasa habari ya kuweza kutafakari kwangu mimi Mungu inakuwa ni vigumu. Lakini kupitia mimi Mungu kuweza kulileta somo hili tena kwa ukubwa, tena kwa mifano ambayo iko ndani kabisa, iko zaidi ndani yako, tena kwa kumaanisha kabisa, naamini kabisa nitaweza kupata nafasi na kuweza kuingia ndani yenu, kitu ambacho sasa itakuwa ni rahisi hata kwa habari ya kalama, lakini pia itakuwa rahisi hata ndani yenu kwa habari ya kutafakari, kwa sababu litakuwa linatembea. Kile ukitaka kusogeza uso wangu mimi Mungu, ukirejea kwa habari ya hili fundisho ambalo nimeweza kuwafundisha, inafanyika kuwa ni mlango mkubwa wa kufukuza mawazo ya kimwili ndani yako, na kujikuta sasa unatafakari pia kusudio la mimi Mungu kwa habari ya kuweza kuwafundisha somo kubwa kama hili. Mimi Mungu nimeweza kuwakabidhi kwa habari ya ulisi, nimewakabidhi mbingu. Maana napokuwa nimekupa elimu ya roho, nimekukabidhi mbingu. Hiyo ni mbingu nimeileta kwenu, nimeweza kuwakabidhi ndani yenu. Hiyo ni mbingu nimeweza kuwakabidhi kabisa, kwamba elimu ya mbingu nimeweza kuiweka ndani yenu, kwamba hata unapotembea, hata unapokuwa unaishi bado unapokuwa unaishi na maisha mengine unaendelea, tayari mimi Mungu nimeshakwisha kukabidhi kwa habari, nimekukabidhi mbinguni kabisa. Labda ni wewe mwenyewe uamue kucheza au uamue kuachilia, usiweze kuishika hii elimu ambayo nimeweza kuileta kwako. Uamue mwenyewe kwamba mimi sitaki kuishikia elimu, lakini mimi Mungu nimekusogeza, nimekuingiza katikati ya miani, kwamba paka hivi sasa hivi ninavyoongea na wewe nimeshakwisha kuwaweka mbinguni kanisa lote, kupitia kuweza kuwafungua na kuweza kuwaelimisha juu ya hiki ambacho, maana vitu vingi vilikuwa vinashindwa kuweza kuingia ndani, au mnashindwa kuvifanya kama vile mimi Mungu naweza kukusudia. Inashindikana hata nguvu yangu kwa habari ya kuweza kuzilika ndani, kwa sababu kuna vitu vinakuwa vinatangulia badala ya kwamba vya kwangu viweze kutangulia. Ina maana sasa kupitia hii elimu ambayo nimeweza kuwafungua na kuweza kuwaletea siku njema leo, ifanyike sasa kuwa ni mlango kwamba cha kwangu mimi Mungu kieni cha kwanza. Unapotafakari, kabla hujatafakari vitu vyako, vitu vyako kuvitafakari kwamba kama kwa ziada, cha kwangu mimi Mungu kiwe cha kwanza. Hiyo sasa itafanyika kwa habari ya kuwa ufungua, hata kwa habari ya nguvu ambayo sasa mimi Mungu
nimeweza ni kuiachilia kwamba yani itasikika ndani yenu, kwa sababu cha kwangu unapoanza kutafakari utaanza na cha kwangu mimi Mungu kwa muda ambao utaweza kutafakari, kisha sasa hayo mengine yanakuwa ni ya ziada. Ina maana hata ile nguvu sasa ya kwangu mimi Mungu itakuwa na nafasi kwa habari ya kuweza kuzilika ndani yenu. Akarejea tena mfalme mama, mimi Mungu nimewakabidhi ulisi. Mimi upande wangu mimi Mungu nimenawa. Tena nimenawa. Na utambue nimekwambia kwamba hamjatenda kitu cha kuniani, kwamba mmenishauri kwa tendo au kwa kitu mmefanya kitu kikubwa paka mkaweza kunifungua mimi Mungu kifua namna hii, kwa habari ya jinsi ambavyo nimeweza kuwasogeza na kuweza kuwaelimisha. Na ndio maana anatumia mso kwamba anawaambia kwamba nimewaingiza mbinguni, yani kwamba kupitia mimi Mungu kuweza kuwafundisha na kuwafungua kwamba nimewaingiza mko mbinguni. Yani mko mbinguni, uamue wewe mwenyewe sasa, wewe mwenyewe na maamuzi yako kutoka kwenye mbingu ambayo mimi Mungu nimeweza kukuweka. Lakini kama utaelewa na kuweza kushika jinsi ambavyo nimeweza kuwafundisha, wewe utakuwa ni mbinguni na muda wote hautaweza kukoma kwa habari ya kuweza kutafakari au kwa habari ya kuweza kutuliza ufahamu na kuweza kutafakari ukuu wangu mimi Mungu na matendo yangu mimi Mungu. Ndio ambayo sasa itafanyika kuwa njia ya mimi Mungu kwa habari ya kuweza kukuongoza, lakini pia kukupa njia kwamba pita hapa, utende hiki kiache, maana nguvu yangu itaweza kutawala, kwa sababu umenipa njia kwa kupitia kutafakari matendo yangu mimi Mungu. Na hiyo ambayo sasa itafanyika kwa habari ya kuweza kuyafukuza mabaya yote. Shikeni hiki ambacho nimeweza kuwapa. Mshike kabisa hii elimu ambayo nimeweza kuwafungua siku njema leo. Na usije ukaishia ukajikuta umeitafakari tu kwa leo au kwa masaa na kisha baadaye ukaweka pembeni ukaendelea na mambo yako. Hiki ambacho nimekupa siku njema leo, kitangulize katikati ya maisha yako. Kitangulize unapokuwa unafanya kazi yako. Kitangulize, kitakusaidia kukuepusha na kukutenga na mabaya yote ambayo shetani anakuwa na kukusudia kwa habari ya kuweza kuyaleta kwako. Baadaye tena akarejea mfalme sema kwamba ulisi ambao nimewakabidhi ni sawa na mzazi anapokuwa amechuma mali, anapomkabidhi mtoto wake. Ndicho ambacho mimi Mungu nimeweza kuwakabidhi. Uamue wewe mwenyewe kuifuja hiyo mali au kuitunza. Lakini mimi naomba hii mali ambayo nimeweza kuwakabidhi siku njema leo, huu ulisi ambao nimeweza kuwapa, naomba muutunze, maana ipo faida kubwa ambayo mtaenda kuivuna kupitia ulisi ambao nimeweza kuwakabidhi siku njema leo. Baada hapo sasa ile sauti ya mfalme Zimedi ikawa imeweza kukata. Nikaendelea sasa kutunza ufahamu na kuweza kushuhudia sasa, akizidi sasa kunisina kuweza kuniongoza jinsi ambavyo nilikuwa nikiendelea kutunza ufahamu. Akiendelea kuniambia kwamba katika roho kuna vitu vikubwa ambavyo mimi Mungu na huwa naviachilia, lakini pia katika roho ipo nguvu kubwa sana ambayo mimi Mungu nimeweza ni kuiweka, yani ambayo iko katika roho. Na ndio maana ninawakazania sana kwa habari ya kuweza kuishika elimu ya roho, lakini pia ninawakazania sana kwa habari ya kwamba muweze kutuliza ufahamu wenu kutafakari ya kwangu, ili mimi Mungu sasa vitu ambavyo viko katika roho viweze kuzilika ndani yenu. Baada ya hapo nimeendelea kutafakari mpaka mwisho, sikuweza tena kupata neema ya kuweza kusikia kitu kingine. Ninamshukuru mfalme Zumaridi hata kwa hii elimu ambayo anazidi kutufundisha, lakini pia nazidi tukumsia aweze kutuwezesha tuweze kufaulu kama yeye mwenyewe alivyokusudia kuweza kuileta kwa mbele zetu. Tubarikiwe na mfalme Zumaridi watumishi. Fuatilia channel yetu ya YouTube kupitia Zumaridi News TV.